kukamata watu na kuwaweka ndani hakunyamazishi malalamiko ya watu. Hakunyamazishi, bali inaendelea kujenga gap ya watu kuachana. Kwanza ukimkamata mtu unampa title. Nampa title atakuwa na, hata kama alikuwa haonekana ataonekana. Lakini ukimpuuza, lakini ukaendelea kusimamia misingi, atabweka mpaka ataacha tu. Angalia hata wakati wa maandamano, wakati ule maandamano alikuwa anazuiwa watu walifanya. Lakini baadaye serikali ikaja ikasema, kumbe mnataka maandamano, andamaneni tu. Na serikali ikawa inasindikiza kwa polisi. Mbona imeisha? Mali asili zetu zikianza kutumika sawa sawa, tukaanza kuthamini maisha ya watu, tukamwona mtu ndio kusudi la uhai, mtu asichezewe, mtu asiuliwe, mtu asitekwe, mtu asifanywe, yani utu wa mtu tukaubeba thamani ya juu. Yani mtu akilia wote tunachanganyikiwa, analia kwa nini? Wapendwa, Bwana Yesu aliyefufuka na tuletea sisi sote habari njema. Anasema kwa kuwa yeye yu hai, basi hata sisi tutakuwa hai. Baada ya mateso yote aliyoyapata akiwa mikononi mwa wenye mamlaka, akafa na kuzikwa, hatimaye alifufuka. Kwa kuwa sisi ni warithi halali wa kila kitu cha Yesu Kristo, basi tunarithi pia mateso yake, na sasa anatuambia tunarithi uhai wake baada ya kufufuka. Hakufufuka kwa faida yake mwenyewe, bali kwa faida yetu sisi sote. Kufufuka kwake kuna wakatisha tamaa wote wanaotumia na kutukuza kifo kama njia ya kuzuia mamlaka zao za kidunia zisihojiwe. Kufufuka kwa Yesu kunachochea watu wengi kukipokea kifo kama njia takatifu ya kurejesha haki katika jamii. Yaani, dhuluma inasurubiwa na haki inafufuka. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kifo cha Yesu Kristo kilibadilisha dhuluma kuwa haki, kiligeuza giza kuwa nuru, kilirejesha matumaini kutoka katika hali ya kukata tamaa. Na yote matatu tunayo katika jamii yetu. Dhuruba tunayo, giza na kukata tamaa vipo. Kumbe basi Yesu anatualika sisi sote tupokee ufufuko ili dhuluma iondoke na haki itawale. Giza la mioyo lifukuzwe na nuru ya Kristo iangaze tena. Na waliokata tamaa wajazwe nguvu upya. Haijalishi utakufa kwa kutekwa au kwa kufa kwa kuliwa na simba au mamba, bali Kristo anakupa uhakika kuwa utakuwa hai na kukutana uso kwa uso na watesi wako na wauaji wako. Sasa kwenye eneo pengine la mtu gani asio anaogopa kuteswa, mtu gani asio anaogopa kufa, hebu nikusomee katika Biblia, katika kitabu cha Filipi sura ya 1 mstari wa 17 na nitarukia mstari wa 20. Imeandikwa kusema, bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa. Kwa hiyo nalifurahi, naam, nami nitafurahi. Maana najua ya kuwa haya yote yatanigeukia kuwa wokovu wangu, kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote, na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa ni kwa maisha yangu au ikiwa ni kwa mauti yangu. Kwa nini? Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo
na kufa ni faida. Kuishi sisi tunapohubiri Kristo, na wewe bila shaka moyo wako unajua, sisi tunapohubiri Kristo manake ni mema. Mimi kwangu kuishi ni mema, kwangu kuishi ni kupinga mabaya, kufa ni faida. Ila nikiishi nitaishi kwa kupinga mabaya tu. Katika kitabu cha Luka 21, kitabu cha Luka 21 kuanzia mstari wa 12 na kuendelea, imeandikwa kusema, lakini kabla ya yoyote yajatokea watawakamata na kuwaudhi na kuwapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani. Mkipelekwa mbele ya wafalme na mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali, mkipelekwa mbele ya watawala, maliwali, wakuu wa wilaya, wenye mamlaka mbalimbali kwa ajili ya jina langu. Jina la Yesu ni mema. Sio Yesu kama Yesu herufi 4. Ni mema, ni lifestyle, ni njia, ni formula. Mstari wa 13, na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Mimi kiranja mkuu, mimi mwanzilishi, mimi ambaye na mimi nitafanyiwa haya, mimi Yesu Kristo, nitawapa hekima ambayo watesi wenu hawatashindana nayo, watabaki tu kujua ila mtu huyu ana akili, ila mtu huyu mjuaji, ila mtu huyu ana kiburi. Kwa sababu sehemu kubwa haki kwa sasa inaitwa kiburi, inaitwa ujuaji. Kuna lugha kwamba usijihesabie haki. Hapana, pia siwezi kujihesabia dhambi wakati sina. Yesu alisema msijihesabie haki. Yeye mwenyewe anasema mimi ni mchungaji mwema. Alikataa kwa yule mtu aliyesema mwalimu mwema, kwa sababu yule alikuwa anatoa kama hongo. Ukienda kumsoma Barnaba utasikia mwenye roho, aliyejaa Roho Mtakatifu na mtu mwema sana. Yesu mwenyewe ametajwa kama mtu mwema kwenye maeneo kadhaa, na yeye amejitaja kama mtu mwema. Na kuna mahali amesimama mbele za watu katika Yohana 8 anasema, nani anishuhudiaye kuwa nina dhambi? Kwa hiyo hatuwezi kusema tujihesabie dhambi wakati hatuna.